Seksi kabla ya ndoa, mtindo huu wa maisha katika zama hizi umekuwa ni jambo la kawaida sana. Lakini ukweli mchungu ni huu: aina hii ya maisha, kujamiana au seksi kabla ya ndoa, jambo hili limegharimu maisha ya watu wengi sana. Kukataa ukweli haimaanishi ya kwamba ukweli haupo. To deny the truth, it doesn't mean the truth is not existing. Na si kila kilicho maarufu ni sahihi. Basi katika sehemu hii ya 8 nimekusudia kukujuza athari kubwa 4 kama matokeo yatokanayo na mtindo wa maisha ya kukutana kimwili, yani seksi kabla ya ndoa. Karibu katika darasa hili ili tupate kuanza pamoja. Athari ya kwanza ni kifo cha kiroho. Hii ni athari ya kwanza itokanayo na mtindo wa maisha, yani kukutana kimwili kabla ya ndoa, sex before marriage. Katika ufalme wa Mungu, seksi kabla ya ndoa, kitendo hichi huitwa uzinzi. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 na ule mstari wa 14, uzinzi unatajwa kuwa ni dhambi. Dhambi ni uasi na dhambi huleta mauti. Na moja kati ya mauti inayoweza kutokea katika maisha ya mtu ambaye atakuwa na mtindo wa maisha wa kujamiana au kukutana kimwili kabla ya ndoa ni kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho ni nini basi? Kifo cha kiroho ni kuvuruga mahusiano yako na Mungu, ni kuharibu mahusiano yako na Mungu kwa sababu ya kushiriki kitendo ambacho Mungu alikiwekea utaratibu na mfumo rasmi wa kufuata ili uweze kushiriki. Kwa hiyo unapofanya seksi kabla ya ndoa, unapofanya seksi kabla ya wakati wa ndoa, basi tambua moja kati ya athari ambazo zitakupata katika maisha yako ni kifo cha kiroho. Unaweza ukawa na jina la kuwa hai, lakini ndani yako umekufa. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 1, kipo kitu cha aina hii ambacho kinaitwa kifo cha kiroho, kwamba unaweza ukawa na jina la kuwa hai, ni kijana wa kike, ni kijana wa kiume, unatembea, unakwenda huku na huko, lakini ndani yako, roho yako imekufa kwa sababu ya dhambi ya uzinzi. Hivyo basi epuka kushiriki tendo la ndoa au acha kabisa mtindo huu wa maisha ya kushiriki seksi kabla ya ndoa, kwa sababu jambo hili unapolifanya huwa linaleta uharibifu rohoni, huwa linapelekea kifo cha kiroho, kitu ambacho ni dhambi, jambo ambalo huvuruga na kuharibu kabisa mahusiano yako na Mungu. Athari ya pili itokanayo na mtindo huu wa maisha, yani seksi kabla ya ndoa, ni kupoteza heshima katika jamii. Kupoteza heshima katika jamii sio kitu cha hivi karibuni kuwahi kutokea kwa watu au kuwakumba ama kuwakuta watu ambao wamekuwa na mtindo wa maisha, yani kujamiana kabla ya ndoa. Jambo hili pia limetajwa na kuelezwa kwa upana zaidi katika neno la Mungu. Ukisoma katika ile Injili ya Yohana Mtakatifu ile sura ya 4, unakutana na kisa ama habari ya mwanamke Msamaria aliyekutana na Yesu kisimani. Sasa kupoteza heshima katika jamii, kwa kuhusianisha na andiko hili, tunaweza kuona madhara makubwa mawili na mifano mingine kadhaa ambayo imewahi kuandikwa katika neno la Mungu kama sehemu ya uthibitisho na marejeo. Kupoteza heshima katika jamii huja pamoja na aibu. Ukitazama katika tamaduni za watu wengi wa Kiafrika, wanawake wengi sana huwa wanateka maji muda wa asubuhi au muda wa jioni. Lakini neno la Mungu katika kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu ama Injili hii ya Yohana Mtakatifu inataja kwamba mwanamke huyu Msamaria alipata kwenda kuteka maji wakati wa mchana. Na moja kati ya kitu ambacho kiliamsha mazungumzo baina yake yeye na Kristo si habari ya kutaka maji ya kisima, lakini ni habari alizoelezwa na kuambiwa ya kwamba ana wanaume 5 na hata huyu aliye naye si wa kwake kwa hivi sasa. Kitu hichi tunaweza tukakiona ya kwamba mwanamke huyu alikutwa na aibu katika maisha yake, kwamba amekuwa na mahusiano kabla yakavunjika, yakaharibika, na bado hata mwanaume aliye naye si mwanaume wa ndoa. Kwa hiyo jambo la kwanza linaloweza kutokea kama athari inayoweza kusababishwa na matokeo haya au na mtindo huu wa maisha, yani seksi kabla ya ndoa, ni aibu. Na mfano wa kwanza tunaupata au kuona kutokea katika Injili hii ya Yohana Mtakatifu katika hii sura ya 4, kisa cha mwanamke Msamaria. Lakini athari ya pili tunayoweza kuiona ambayo inaweza kutokea kama matokeo ya kupoteza heshima katika jamii ni pamoja na kutokea kwa migogoro. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo linaeleza habari ya binti aliyeitwa Dina. Binti huyu alikuwa ni mwana wa Yakobo, na tunajua Yakobo alikuwa ni mtu ambaye alipewa agano na Mungu.
lakini binti huyu aliweza kutwezwa kwa nguvu na kulala na kijana aliyeitwa Shekemu. Lakini jambo ambalo liliweza kutokea baada ya tukio hili, yani binti huyu wa Yakobo aitwaye Dina, baada ya kulala na kijana aliyeitwa Shekemu, lilikuwa ni jambo ambalo ni tofauti na utamaduni wa kwao waliopewa na Mungu. Kwa hiyo kaka zake walienda kupigana, walifanya vita na watu wa mji ule. Lakini huu ni mfano unaotajwa katika neno la Mungu. Lakini nikuulize pia, ni mara ngapi uliwahi kusikia migogoro baina ya vijana wa kike na wa kiume, au baina ya familia moja na familia nyingine, shauri tu ya kutambua ama kujua kwamba vijana wao wamekuwa na mahusiano kabla ya ndoa? Kwa hiyo tunaweza kuona ya kuwa moja kati ya athari inayoweza kusababishwa na mtindo huu wa maisha, yani seksi kabla ya ndoa, ni kupoteza heshima katika jamii kwa kusababisha aibu kwa yule mtu anayefanya hilo jambo, aidha ni mwanaume au ni mwanamke. Lakini pia saa nyingine huweza kuleta migogoro baina ya ndugu, jamaa au marafiki, na hii ni athari ya pili inayoweza kuletwa ama inayosababishwa na maisha ya seksi kabla ya ndoa. Athari ya tatu itokanayo na mtindo wa maisha ya kujamiana au seksi kabla ya ndoa ni athari za kihisia. Hili ni jambo la tatu ambalo limebaki katika maisha ya watu ambao waliwahi kuwa na utamaduni wa kushiriki tendo la ndoa au ku have sex before marriage. Seksi inayofanywa na watu kabla ya ndoa ni seksi inayofanywa kwa sababu tu ya tamaa na wala si upendo. Neno la Mungu linaeleza kwa uwazi na kwa kina zaidi utaratibu wote wa kufuata ili watu waweze kujamiana au kushiriki tendo la ndoa. Lakini watu wanaofanya seksi kabla ya ndoa are driven by lust, huwa wanaongozwa tu na tamaa. Lakini basi ukweli ni kwamba, au ukweli mchungu ambao unaweza ukawa ni mgumu kuukubali, uharibifu au athari za kihisia ni moja kati ya jambo ambalo limeendelea kutesa maisha ya watu wengi ambao waliwahi kuwa na utamaduni wa kujamiana kabla ya ndoa. Na haya ni maeneo matano ambayo yamkini watu wengi wamekuwa wakiathirika au wamebaki kuwa ni wahanga kwa sababu tu ya mtindo wa maisha ya kujamiana kabla ya ndoa. Eneo la kwanza ni kukosa uaminifu katika eneo la mahusiano. Watu wengi ambao waliwahi kuwa katika mahusiano wakakutana kimwili au wakashiriki tendo la ndoa na watu wa kike au watu wa kiume, lakini baadaye wakajikuta hawapo tena katika mambo ya mahusiano. Watu hawa baadaye wamebaki kuwa ni watu ambao hawaamini tena kabisa wanawake au wanaume. Lakini athari ya pili ambayo inabaki katika eneo la hisia za mtu ni kutamani kulipa kisasi, kwa sababu anaona kama amepotezewa muda, ametumika. Kwa hiyo na yeye anatamani kulipiza kisasi. Anaweza akaanzisha mahusiano ambayo anajua kabisa ya kwamba haya mahusiano hayana shabaha yoyote, hayana mwisho mzuri. Kwa hiyo anaanzisha mahusiano ili kulipiza kisasi kwa sababu ya mambo aliwahi kufanyiwa nyuma. Lakini athari ya tatu inaweza ikawa ni kujidhuru. Watu hawa ambao wamekuwa na mtindo wa maisha ya kujamiana kabla ya ndoa, wanapopoteza mahusiano yao, wengi wao hujikuta wameingia katika uraibu wa matumizi makali ya pombe au nicotine kama bangi au sigara. Athari ya nne ambayo imebaki ya kihisia ni majuto. Watu wengi huwa wanajutia maamuzi walioyafanya, yani ya kukutana kimwili kabla ya ndoa, pale endapo mahusiano yao hayatadumu au hayataendelea. Wamebaki na majuto, wamebaki kuwa na hatia, wakikumbuka yale mambo ambayo waliyafanya, ambayo yamewafarakanisha na Mungu, yameharibu mahusiano yao na Mungu, na wamebaki wakijutia na wakijiona na hatia. Athari ya tano na ya mwisho kabisa ambayo imebaki katika maisha ya watu katika eneo la hisia, ambalo ni matokeo ya seksi kabla ya ndoa, ni kubaki na kovu la kumbukumbu ambazo ni vigumu sana kuzisahau zinazohusisha seksi. Na hii ni athari ya tatu ambayo ni kovu kubwa la watu ambao wamekuwa na mtindo ama utamaduni wa kukutana kimwili kabla ya ndoa. Athari ya nne na ya mwisho ambayo imewapata watu wengi ambao wamekuwa na utamaduni au mtindo wa maisha wa kushiriki tendo la ndoa kabla ya wakati wa ndoa, yani sex before marriage, ni athari za kimwili. Mwili ni mali ya Bwana. Ukisoma katika ule waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho, ile sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ukweli ni kwamba seksi kabla ya ndoa
huweza pia kuleta madhara katika mwili huu wa damu na nyama. Na seksi kabla ya ndoa huathiri mwili katika maeneo haya makubwa matatu. Moja, ni kijana wa kike au kijana wa kiume kupoteza uvulana wake ama usichana wake kabla ya wakati sahihi ambao Mungu aliuamuru, yani wakati wa ndoa. Kwa hiyo mtu ambaye anashiriki seksi au anakutana kimwili kabla ya ndoa takatifu kama wakati ambao Mungu aliuamuru yeye mwenyewe, basi mtu huyu yuko na athari ya kimwili ya kupoteza uvulana wake au usichana wake kabla ya wakati ambao Mungu aliukusudia. Lakini athari ya pili ya kimwili inayoweza kumpata kijana wa kike au kijana wa kiume ama mtu yoyote yule ambaye bado hajaungwa katika ndoa takatifu, lakini amekuwa na utamaduni au amekuwa na mtindo wa kukutana kimwili kabla ya ndoa, ni athari au hatari ya kupata maambukizi ya magonjwa ambayo hayana tiba kwa sasa kama vile virusi vya ukimwi. Lakini athari ya tatu na ya mwisho ni kupata magonjwa ya zinaa, magonjwa ambayo yanaweza kushambulia via vya uzazi na kuleta ugumba au kutokuzaa kabisa. Kwa hiyo athari za kimwili zipo katika maeneo haya makubwa matatu, na ni matumaini yangu kuna watu hivi leo wamebaki kuwa ni wahanga kwa sababu tu ya kukutana kimwili kabla ya wakati wa ndoa. Wamebaki kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, wamebaki kuwa na majuto ya kupoteza usichana wao kwa mabinti kabla ya wakati sahihi ambao Mungu ameuamuru, yani wakati wa ndoa takatifu. Lakini wengine pia wamejikuta wakibaki katika hali ya utasa ama ugumba kwa sababu tu ya kushambuliwa na magonjwa ya zinaa ambayo hawakuwa na uelewa nayo, lakini yalisababishwa yote haya kwa sababu ya kukutana kimwili kabla ya ndoa. Ni matumaini yangu mafundisho haya yameendelea kukubariki na yameendelea kukubadili fikra kuhusu sex. Basi niandikie katika komenti hapo chini mambo ambayo unatamani tujifunze katika sehemu inayofuata. Endelea kubaki na mimi katika chaneli hii. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata notification ya maudhui mapya ambayo yamekuwa yanaendelea katika chaneli hii. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.